Sawa, Kamwe, natumai uko salama. Ya, tunataka tufahamu maendeleo. Mmeingia kambini, najiandaa na michezo yenu minne iliyosalia, ikiwemo mitatu ya ligi, mmoja wa CRDB Cup. Hali inaendaje? Kwanza niweke vizuri kidogo hiyo ieleweke. Yanga tumeanza mazoezi, sio kwamba tumeingia kambini. Kuanza mazoezi maana yake ni wachezaji kuja kuripoti kwenye maeneo ambayo technical bench wanawaelekeza kutania. Na sessions zinakuwa tofauti. Unaweza kuwa kuna session ya gym na kuna session ya kwenye. Tulianza mazoezi yetu tarehe 1 na tulianzia gym. Tulikuwa kwenye maeneo ya gymkhana pale, tukaanza gym tarehe 2, tarehe 3 na kuendelea tunafanya pale KMC Complex. Kwa hiyo si kwamba tumeingia kambi. Kambi maana yake ni timu inatoka hapa inakwenda Avic Town. Ukiingia hamna kutoka mpaka specific program tuliyokusudia kwenye hiyo kambi iweze kumalizika. Sasa hivi wachezaji wanakwenda training, wanarudi majumbani kwao. Lakini jambo la pili la kuweka sawa hapo, Yanga ibakisha mechi 3. Mechi 3 kwa maana ya 2 za ligi kuu ya NBC na mechi moja ambayo ni fainali ya kombe la shirikisho la CRDB dhidi ya Singida Black Stars. Hizi 2 za ligi, moja ni dhidi ya Dodoma Jiji na mechi ya pili, of course ya kwanza ni Prison Mbeya, ya mwisho ni Dodoma Jiji, ambayo ya kwanza ya Mbeya tutakuwa away na mechi ya pili ambayo ndio ya mwisho kwenye ligi tutakuwa tuko nyumbani dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo kimsingi hizo ndio mechi ambazo klabu ya Yanga imezibakisha kwa mujibu wa ratiba ambayo idara yetu ya mashindano imeshare na sisi, idara ya habari. Hatuna mchezo mwingine zaidi ya hiyo 2 ya ligi na mchezo wa finali kwa shirikisho la CRDB. Kumekuwepo na ratiba ambayo imetolewa na bodi ya ligi kuhusiana na mchezo wa dabi ambao ni Juni 15. Nyie ndio wenyeji, patikana saizi tiketi zile zimetangazwa, venue na hamasa za hapa na pale kuelekea dabi, lakini kuna ukimya. Na hapo kwenye ratiba yako umeiondosha hii mechi kwa sababu gani? Yes, kwanza mimi hapa sitapenda kuzungumza jambo lolote au tamko lolote linalohusiana na bodi ya ligi. Sababu bodi ya ligi ni taasisi au chombo ambacho kina mfumo wake na kuna msemaji wao. Kwa hiyo taarifa zote za bodi ya ligi zitazungumzwa na bodi ya ligi. Mimi nitazungumza yale ambayo yanaihusu klabu yetu ya Young Africa. Michezo iliyokutajia ndio michezo ambayo idara ya mashindano iko nayo, na idara ya mashindano kwenye taasisi yetu ndiyo inaongoza mashindano yote ya timu zetu zote ambazo tuko nazo hapa. Hiyo ripoti inakuja kwenye ofisi ya mtendaji mkuu, naletewa mimi kama msemaji kwa ajili ya kuitoa kwa wanachama. Na wanachama tumeshawatangazia mechi bado ni 2 za ligi na bado fainali ya kombe la shirikisho. Kwa nafikiri hapa tujikite kwenye upande wa Yanga. Hiyo ndiyo position ya club mpaka sasa hivi. Kama kuna mchezo mwingine huo haupo kwenye ratiba ya klabu ya Yanga kwa mujibu ambavyo idara ya mashindano iko nayo. So sijui wewe unataka specific tujikite wapi? Kwenye taarifa kutoka Young Africans mnajiandaje na dabi? Sisi huo mchezo haupo shehe. Haupo kwenye ratiba yetu. Kwa hiyo hatuwezi kujiandaa na kitu ambacho hakipo. Ili ufanye maandalizi ni lazima uwe na specific program ya kufanya. Sisi haipo hiyo program ya dabi. Kwa hiyo hatupo kwenye hayo maandalizi ya kujiandaa na dabi. Maandalizi unayoyaona ni kujiandaa na mechi ya Prison, kujiandaa na mechi na Dodoma Jiji ambazo ndio ziko mbele hapa. Na ndio mechi ambazo idara ya mashindano imezielekeza kwa idara zote za club kufanyia kazi. Maana idara ya habari inakuwa inajua, idara ya ufundi inakuwa inafahamu, idara zote supportive kwenye mechi zinapewa hiyo taarifa. Kwa sisi hatuna taarifa ya mechi nyingine kutoka kwenye idara yetu ya mashindano. Kwa mujibu wa ratiba yenu sasa mnawafuata ligi Prison? Taarifa kamili bado sijaipata. Bado vikao vinaendelea kwenye ofisi ya mtendaji mkuu kushughulikia sasa date hiyo, tujue availability ya ndege,
na lini tutafika, ili tuwajuze pia wanachama mapema, kwa sababu Yanga tuna utamaduni huu wa timu kupokelewa inapokwenda. Kwa hiyo naamini pia Mbeya last time tulikuwa na mapokezi mazuri, kwa pia this time around tukifika, naamini inshallah tutapata mapokezi mengine mazuri na tutakuwa na hamasa kubwa kwenda kupata matokeo mazuri kwenye mchezo. Lisemwalo lipo na kama halipo laja, na semekana serikali wameingilia kati issue yenu ya dabi, na wao pia mmewagomea kwamba mchezi, ama likoje hilo? Kwanza serikali naamini sauti yake kwenye michezo ni wizara husika, wizara ya michezo, sanaa na utamaduni. Na kama nitamnukuu vizuri Mheshimiwa Waziri Palamagamba Kabudi kwenye hotuba yake ya wizara yake mbele ya Bunge, alisema serikali haihusiki kabisa na maamuzi yoyote ya Kariakoo Derby. Iliacha jambo hilo kwa mamlaka za mpira ya Tanzania. Kwa tafsiri yake, kama Mheshimiwa Waziri amelisema hilo, maana yake wote wanaozungumza kwamba serikali imeingilia hili jambo ni habari ya uongo, kwa sababu Mheshimiwa Waziri ameshaliweka hilo sawa mbele ya Bunge. Lakini la pili, taasisi hii inayoitwa Young Africa, taasisi hii haijawahi hata kwa bahati mbaya kwenda tofauti na maelekezo ya serikali. Haijawahi hata kwa bahati mbaya. Sitokee mtu huko akatengeneza ajenda zake, akatengeneza uongo ambao ukaonyesha kwamba Young Africa eti inaigomea serikali. Wao serikali hawajatufuata, hawajawahi kutushirikisha lolote kwenye hili jambo, ukiondoa kikao cha mwisho ambacho wote nyinyi mashahidi mlikiona. Hatujapokea maelekezo yoyote ya serikali, na serikali yenyewe imeshaiambia public kwamba jambo hili lipo chini ya mamlaka za mpira. Kwa hiyo Yanga hakuna mahala imepewa maelekezo ya serikali ikayagomea. That's not true. Huo ni uongo. Na taasisi hii ya Yanga, nimekudokeza shehe, serikali hii hasa ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi kama Yanga tunaamini tumetembea pia na upepo wa Mheshimiwa Rais. Vile ambavyo sekta ya michezo imekuwa, na sisi Yanga tupo katika upepo huu, kwa sababu ndani ya uongozi wake Mheshimiwa Rais, Yanga imecheza fainali, Yanga imecheza robo fainali, tumekuwa na mafanikio makubwa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini pia angalia upendeleo mkubwa ambao tunaopata sisi kwa serikali yetu, kuanzia kwenye hamasa ile ya goli la mama. Angalia hamasa kubwa ambayo tunaipata tulipocheza fainali, tulipoa sisi ndege ya bure na Mheshimiwa Rais. Mechi yetu ya fainali hapa, Mheshimiwa Rais alilipia viingilio, watu wakaingia bure kutazama ile mechi. Mheshimiwa Rais, mechi yetu acheza na mama ile robo fainali, tulipata sisi mashabiki wetu gari ya kusafiri hapa kuelekea South Africa kwa ajili ya mchezo. Kwa hiyo tuna mengi mazuri ambayo tumeyapata chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kubwa zaidi, kama unakumbuka, Mheshimiwa Rais alialikwa Malawi kwenye sherehe za uhuru wa taifa la Malawi, na alichagua klabu yetu. Tuliondoka sisi na Mheshimiwa Rais kwenda kucheza mechi ya kirafiki pale Malawi. Kwa sisi tunaamini chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais tumepata mafanikio makubwa, na tunamwombea heri aendelee kuwepo zaidi na zaidi, kwa sababu upepo wetu na sisi unaonekana nyota itakuja kung'aa, tukachukua hata ubingwa wa Afrika chini ya uongozi wa Mheshimiwa Samia. Kwa hiyo hatujapokea haya maelekezo, na tunasimamia kwenye yale ambayo ni maelekezo ya serikali kupitia wizara ambayo Mheshimiwa Kabudi aliyasema hadharani kwamba jambo hili lipo kwenye mamlaka. Kwa hiyo sisi Yanga unavyoona sasa hivi hapa, maswali yetu, hoja zetu zinaelekezwa kwa bodi ya ligi, hazielekezi kwenye taasisi nyingine. Hoja za klabu ya Yanga zinaelekezwa kwenye bodi ya ligi, na ndio hata mawasiliano yanafanyika hapa. Bwana, sisi tuna hoja hii specific bodi ya ligi. Hapo ndiko ambako mjadala ulipo. Asitokee mtu akahamisha goli kwamba Yanga labda wana discuss na watu fulani, sio kweli. Hoja ya Yanga specific imejikita kwa bodi ya ligi, na hoja za Yanga ziko very open. Kuhusu mechi ya Kariakoo Derby namba 184, hoja za klabu ya Yanga ziko wazi, zinatakiwa zipatikane majibu, na hakuna mtu mwingine wa kujibu isipokuwa bodi ya ligi.
kwa sababu wao ndio chombo kinachosimamia na kuendesha ligi. Ligi inaendeshwa na kamati ya saa 72 maarufu, jina hilo iko chini ya bodi ya ligi. Kwa hiyo pale ndio kuna majibu ya hoja na maswali ya taasisi ya klabu yetu. Kwa hiyo hatuwezi kuuliza sisi wizara, hatuwezi kuuliza sehemu nyingine, imeulizwa pale na tunaamini majibu yanatoka pale na jambo hili litapatiwa ufumbuzi kutokea pale.